Itukuzwe damu ya Kristo. Karibu mpendwa mtazamaji wa Mwangaza Digital, nawe mpendwa msikilizaji wa Radio Mwangaza FM. Tuweze kusikiliza na kutafakari ujumbe wa Mtakatifu Gaspari siku ya leo, ikiwa ni tarehe 16 Oktoba. Tunaishi katika nyakati ambapo ni muhimu kuandaa watu kwa shughuli za kitume kutoka katika hali zote za maisha. Tunaishi katika nyakati ambapo ni muhimu kuandaa watu kwa shughuli za kitume kutoka katika hali zote za maisha. Wapendwa taifa la Mungu, leo Mtakatifu Gaspari anatukumbusha jukumu hili zito na muhimu katika barua yake namba 3792. Tunagundua kuwa ni mwaliko wa moja kwa moja kwa kanisa zima kuamka, kuwasha taa ya neema ya wito na kuwatayarisha watu wasio watazamaji wa wokovu, bali washiriki hai wa kazi ya Mungu duniani. Mtakatifu Gaspari aliishi nyakati ngumu katika historia ya Italy, kipindi cha machafuko ya kisiasa na maporomoko ya kimaadili kiroho. Alishuhudia namna ambavyo watu wengi walikuwa wamevunjika moyo, waliokata tamaa ya maisha na waliojifunza kukaa kimya mbele ya uovu na dhuluma. Lakini hakukata tamaa, badala yake aliamka kwa sauti ya kinabii, akiamsha mioyo, kuandaa mashujaa wa kiroho na kueneza upendo wa Kristo kupitia ibada takatifu ya damu azizi. Katika roho hii tunakumbushwa kwamba shughuli za kitume si kwa wachache waliowekwa wakfu, bali ni wito wa kila Mkristo kutoka katika hali zote za maisha. Tukumbuke kwamba kila mtu ana nafasi na mchango wa pekee katika mpango wa wokovu wa Mungu. Mtakatifu Gaspari aliamini kwa dhati kwamba mioyo ya watu inaweza kuamshwa tena kwa Injili iwapo tutapokea malezi ya kiroho yaliyojengwa juu ya misingi ya sala, toba, ekaristi takatifu na utume wa upendo, na kuhamasisha pia watu kuwa wamisionari katika familia zao, jamii na taifa zima. Leo hii ujumbe huu una ujumbe mzito kuliko wakati mwingine wowote. Tunaishi katika kizazi chenye kelele nyingi, haraka nyingi na mahangaiko yasiyokoma. Lakini katika hali yote Mungu bado anawaita watu wake kuwa vyombo vya matumaini, nuru na uponyaji. Kanisa linahitaji watu waliopikwa kiroho, wenye utambuzi wa ndani na walio tayari kusema, Bwana, mimi hapa nitume, kama tunavyojifunza kutoka katika kitabu cha nabii Isaya sura ya 6 aya ya 8. Kama Mtakatifu Gaspari alivyofundisha kwamba kila mmoja wetu anaweza kuwa mtume wa ufalme wa Mungu, lakini tunahitaji kuandaliwa. Tuna uhitaji mkubwa wa malezi ya ndani ya kiroho na si ya kidini tu, bali pia ya kubadilishwa mioyo yetu. Tuna uhitaji wa kutambua kuwa wokovu wa roho zetu na watu wengine unahitaji utayari wa mioyo yetu kwa kuongozwa na Roho Mtakatifu kupitia maandiko matakatifu na watumishi wake. Na kama tunataka kuona mabadiliko kuanzia katika familia zetu, jumuiya zetu, taasisi zetu, taifa na hata ulimwengu wetu wa leo, tutambue kuwa si wakati wa kukaa kimya au kusubiri wengine wafanye. Sisi ndio wanafunzi wa sasa, sisi ndio mitume wa leo, na ndio sisi pekee tulioitwa kujenga ufalme wa Mungu kupitia vipaji vyetu, taaluma zetu na ushuhuda wetu. Mtakatifu Gaspari anatukumbusha kuwa kazi hii hatuwezi kuikamilisha bila maandalizi. Na maandalizi haya yanaanzia mioyoni mwetu, kwa kujitoa kwa Kristo bila masharti na kwa kuchochewa na damu takatifu ya Yesu na kufundishwa na kuongozwa na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo swali kuu la leo ni je, ninajitayarisha kwa utume au bado najificha nyuma ya hofu, kutokujiamini na kisingizio cha kutokuwa mtakatifu vya kutosha? Mtakatifu Gaspari alisema, anza pale ulipo
na kile ulicho nacho Mungu atakamilisha kilichobaki. Tunaishi katika nyakati ambazo zinaziba masikio yetu ya ndani. Huu ni wakati wa kusimama na kusema ndio kwa wito wa kitume. Hususani vijana ambao wengi wetu tumekuwa tukiongozwa na hisia za kidunia na kusababisha dhamiri zetu kutokuwa hai. Na hapo ndipo tunaposhindwa kumruhusu Roho Mtakatifu atuongoze katika maisha yetu. Basi kwa mfano wa Mtakatifu Gaspari, tukubali kuamshwa na upendo wa damu azizi ya Yesu ili tuweze kusukumwa kwenda kueneza Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo ulimwenguni mwote. Itukuzwe damu ya Kristo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Frateri Armando Jackson, frateri wa shirika la misionari wa damu azizi ya Bwana wetu Yesu Kristo.